kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, maandiko yanasema usiue. Kitabu cha Galatia kinasema wauaji hawataurithi ufalme wa mbinguni. Siku moja kulikuwa na kikao cha miti. Miti ikaanza kujadiliana, kwa nini miti inamalizika? Mti mmoja ukasema miti inamalizika kwa sababu ya binadamu. Mti mmoja ukakataa, ukasema hapana, miti inamalizika kwa sababu ya miti yenyewe. Wakamwambia toa sababu. Akasema kukiwa na upanga mti unahusika, kukiwa na shoka mti unahusika, kukiwa na jembe mti unahusika. Kwa hiyo kumbe wanayemaliza miti ni miti yenyewe. Biblia inaniambia wauaji hawataurithi ufalme wa mbinguni. Ukiweka pale panga haliwezi kuua binadamu. Ukiweka pale sumu haiui binadamu. Ukiweka bunduki haiui binadamu. Ukiweka bomu haliui binadamu. Lakini binadamu ndio wanaua binadamu wenzao. Wako binadamu wanaua kwa sababu ya maendeleo yao. Kuna watu wanaua kwa sababu ya biashara iongezeke. Kuna watu wanaua ili vyeo viongezeke. Kuna watu wanaua. Hali ya mauaji imekuwa sio nzuri. Nimekuja mahali hapa nikuambia kama muuaji, kama wewe ni muuaji, acha mara moja. Biblia inaniambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa shetani. Hali ya dhambi imezidi. Kama watu wanakufa na watu wanataka maendeleo kwa ajili ya damu ya binadamu, kama watu wanakufa kwa ajili ya vyeo, kama watu wanakufa kwa ajili ya utajiri, itakusaidia nini kuua binadamu wenzako na ukakosa ufalme wa mbinguni? Maandiko yananiambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa shetani. Ndio maana nimekuja mahali hapa nikuambia kama muuaji, acha mara moja. Itakusaidia nini kuua binadamu? Nitakupa ushauri siku ya leo. Jisalimishe kwa Yesu haraka iwezekanavyo. Na nakupa ushauri kama muuaji, bora uwe kuku utakula supu. Nitakupa ushauri kama muuaji, bora uwe ng'ombe mishikaki. Mathayo 1:21. Maandiko yanasema naye atamzaa mwana, ataitwa jina lake Yesu. Maana yake yeye ndiye atawaokoa watu wake na dhambi zao. Wakati wa jioni ya leo, kijana, mzee, jisalimishe haraka iwezekanavyo kwa Yesu, kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili ya kuokoa. Na ndio maana anaokoa wamama, anaokoa baba, anaokoa wazee. Wakati wa jioni ya leo, wewe kaka, wewe mama ambaye unajua umetenda dhambi, haijalishi za blue wala za njano wala nyeupe, jisalimishe kwa Yesu haraka iwezekanavyo. Iko siku ya hukumu. Siku ile utaweza kusema dini yako, utasema jina lako. Mungu ataangalia matendo yako. Je, ulimpokea Yesu na ulitenda matendo ya kumpendeza?